Nikikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Mauaji mwanafunzi wa IFM, 4 washikiliwa na polisi. Kwingineko, Rais Samia awataka viongozi kuzingatia viapo vyao. Katika habari za kimataifa, mwaka mmoja katika uongozi, Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani akabiliwa na changamoto za kiuchumi. Na katika habari za michezo na burudani, ligi kuu ya NBC yaendelea leo, Yanga ikikabili KMC na Simba ikiwa Meja Isamuyo dhidi ya JKT. Hujambo mtazamaji wa Sky TV popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Pius Jayunga na tunaanza na habari za kitaifa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 4 kutokana na tukio la mauaji ya James Temba ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha IFM kilichopo Dar es Salaam. Tupate undani wa taarifa hii. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulilo, amesema watu hao wamekamatwa kutokana na upelelezi unaoendelea kufanyika na kuwataka wananchi kuwa watulivu ili kila aliyehusika aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kupeleleza kwa uzito mkubwa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la James Rogers Temba. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa chuo cha usimamizi wa fedha, yani IFM, ambacho kipo jijini Dar es Salaam. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa 4 ambao wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tukio ambalo linachunguzwa. Watuhumiwa waliokamatwa na wanahojiwa ni pamoja na Steven Rogers Chaka, huyu ni mbungu, ana miaka 31, ni afisa maabara mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekamatwa pia mwanamke mmoja ambaye ametambulika kwa jina la Anna Frank Lema maarufu kama Happiness. Huyu ni Mchaga mwenye umri wa miaka 30, lakini ni mkazi wa eneo la Tabata Chang'ombe. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Twalibu Hamisi maarufu kama Mputo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati Kinondoni jijini Dar es Salaam. Amekamatwa mtu mwingine wa 4 ambaye ametambulika kwa jina la Michael John maarufu kama Tambali mwenye umri wa miaka 26. Huyu ni mkazi wa Kigogo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Vipo pia baadhi ya vielelezo ambavyo vinachunguzwa kuhusiana na tukio hilo. Wito wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa wananchi kuwa watulivu ili kila aliyehusika, kulingana na ushahidi ambao unakusanywa na utakusanywa, aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Mwili wa kijana huyo ulikutwa ukiwa unaelea katika mto Msimbazi, eneo la Kipawa Ilala, Aprili 30 mwaka huu, huku ukiwa hauna kichwa. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Rais Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi wapya huku akiwataka viongozi wote walioapa kushika nafasi mbalimbali za uongozi kuzingatia viapo vyao kwa kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na kuheshimiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Rais Samia amebainisha hayo leo mara baada ya kuwaapisha viongozi wateule katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Aidha, Mheshimiwa Rais amesema kuwa ameridhishwa na wasifu wa Sevelin na kuwa anamwamini na kuwa na uhakika kwamba atatimiza majukumu yake kikamilifu. Aidha, amemwagiza Waziri wa Kazi, Ajira na Mahusiano kuhakikisha anasimamia kikamilifu maslahi ya wafanyakazi ili kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza tija katika sekta mbalimbali nchini. Maliango Mugeta, Sky TV. Nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nilikuwa nafuatilia, nakumbuka maneno ambayo
aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, kaka yetu Mbatia, kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni Watanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja. Sasa ndani ya ofisi hii kuna jukumu kubwa la kuhakikisha kazi za Tanzania zinakuwa za staha, haki inasimamiwa, stahili za wafanyakazi zinakwenda vyema. Tumeshapeleka zaidi ya vijana 7,000 nje wasimamiwe haki zao, wasimamiwe maagent waliowapeleka vijana nje, haki zao kule na sheria za kazi. Kila mtu anajua majukumu yake, anajua mipaka yake. Kwa hiyo heshima ndio jambo kubwa katika. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amewahimiza vijana kubuni bunifu nzuri zinazouzika ili kuchochea mageuzi ya kiuchumi hapa nchini. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa Ibeju Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Setup Challenge 2026 unaotekelezwa kwa pamoja kati ya CRDB Bank Foundation na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Mkenda amesema kadiri vijana wanavyovumbua vitu vizuri watakuwa na uhakika wa kupata mitaji itakayowawezesha kusonga mbele zaidi. Sisi tulizindua mpango wa kuunganisha vyuo na wajasiriamali, kwamba wanafunzi wanaposoma waweze kushirikiana na taasisi mbalimbali, viwanda, mabenki na kadhalika. Hii ni aina fulani ya kuwezesha wewe kama mwanafunzi unachokifanya ukaangalie matatizo ya kweli, alafu fikirie namna ya kuyatatua. Kwa maana hiyo, wakati unajaribu kutafuta suluhisho lazima ukaangalie changamoto ni nini, na ili uone changamoto nini lazima ukaangalie sehemu za kazi, sehemu za huduma, ni nini kinakwama. Kwa hiyo wakati ndugu zetu wa CRDB wamesema pesa sio tatizo, na mimi nasema soko nalo sio tatizo. Tumepanga kwamba kupitia katika programu hii ya Ibeju University of Dar es Salaam Startup Challenge tuweze kuwawezesha vijana au startup 100 ambazo moja kwa moja zinaenda kutoa ajira kwa vijana 500. Lakini pia kuna startup 30 ambazo zina mawazo mazuri sana na moja kwa moja yanaweza kapelekwa sokoni. Wale tutawapa fedha za kuanzia ambazo sio mkopo nafuu, wengine tutawapa mkopo nafuu, na wale ambao watakuwa wamepita kwenye mchujo lakini hawako katika ile top 100 ya kuwezeshwa, wao tutawapa uwezeshaji kupitia programu yetu ya Ibeju Youth ile ya kawaida kama tunavyowapa vijana wengine. Kwa hiyo tunawapa moyo vijana walioko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vitivo vyake vyote na taasisi zake zote nchi nzima kutuma maombi yao katika Fursa Hub, na hii Fursa Hub app inapatikana pia katika tovuti ya benki ya CRDB, lakini pia tovuti ya CRDB Bank Foundation na kwenye social media zetu zote. Mindi Josefu, Sky TV. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mazishi aliyekuwa askofu wa pili wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Ruvuma na katibu mkuu mstaafu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT marehemu Askofu Stanford Shauri. Mazishi hayo yamefanyika katika kanisa la Anglikana Dayosisi ya Ruvuma Lihuli, wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma. Akitoa salamu za rambirambi kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais amesema serikali inatambua mchango mkubwa aliotoa Askofu Shauri kwa hapa nchini, akiwa ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12 pamoja na kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT kwa zaidi ya miaka 10. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishie kwamba serikali inatambua mchango mkubwa ambao Askofu Shauri aliutoa kwa nchi yetu, akiwa ametumikia serikali za mitaa kwa zaidi ya miaka 12, lakini pia akiwa ametumikia kama katibu mkuu wa CCT kwa zaidi ya miaka 10.
Historia iliyosomwa hapa imejieleza wazi, ambavyo imekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii, lakini vile vile katika kuieneza na kuikuza imani ya Kikristo. Nitumie nafasi hii pia kuwapa pole sana familia ya marehemu. Niwape pole sana kanisa la Anglican Tanzania pamoja na wakazi wa mkoa wa Ruvuma na wilaya ya Nyasa kwa msiba huu mzito. Niwahakikishieni kwamba serikali inatambua kazi kubwa ambayo marehemu Askofu Danford Shauri alifanya kwa nchi yetu, na hasa kwenye kusimamia na kueneza amani na haki katika nchi yetu. Na niwaambie kwamba ni dhamira ya serikali yenu kuhakikisha kwamba yale aliyoyasimamia kwa nguvu zote Askofu Shauri yanaendelea kutekelezwa. Poleni sana kwa msiba huu mkubwa. Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Anglican Tanzania Mayimbo Mndolwa ameishukuru serikali kwa ushirikiano mzuri ilionao na dini, na ameipongeza serikali kwa ukarabati wa barabara ya kutoka Mbamba Bay hadi Liuli katika wilaya ya Nyasa, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa, hali inayodhihirisha kwa ajali wananchi wa eneo hilo. Tutoe shukrani zetu za kipekee sana kwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma kwa namna ambavyo amekuwa akishirikiana kwa karibu sana na viongozi wa dini. Ni mtu mwema kweli kweli. Tulipofika mara ya mwisho hapa tukija kumzika mzazi wa msajili wetu ambaye ni katibu wako mkuu wa tume ya kurekebisha sheria, hatukuwa na usafiri. Yeye alitoa vyombo vya usafiri vya serikali kutuleta na kuturudisha hapa, na akawajibika vizuri sana. Tunawaombea wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya. Tukijenga nchi yetu kwa moyo wa namna hiyo, tutafika mbali sana. Mohamed Magesa, Sky TV. Na mtazamaji, ni wasaa wa mitaa inasema, na leo pia tunazungumza na wananchi kuhusiana na swala la ajira kwa vijana. Sasa hivi ajira tunafanya kama bahati nasibu. Tunatumia nguvu kubwa sana kwenye swala la kusoma lakini kwenye swala la kupata ajira kidogo inakuwa changamoto kwa sababu ya mambo tu kadhaa. Ili upate ajira sasa hivi, cha kwanza, kama sio una uwezo wa kifedha, yani nyumbani wako vizuri, basi unatakiwa uwe na mtu wako wa karibu ambaye mmeshibana. Tunaongelea kwenye mambo ya familia, baba yako alikuwa anamjua fulani na fulani naye alikuwa anamjua fulani. Lakini ukiangalia asilimia nyingi sasa hivi vijana tunajiajiri na tunatumia nguvu kubwa sana. Unakuta mtu umesoma, una elimu yako, lakini mwisho wa siku unakuja kuangukia kuwa bodaboda, unakuja kuangukia muuza sio nini, lakini kichwani una elimu yako tu kubwa. Serikali ingetafuta ingawa hata mradi wa vijana ili tunyanyue kiuchumi, itakuwa vizuri zaidi. Kazi ni chache kwa kweli. Kupata kazi ngumu, hadi ajiri mwenyewe. Kama hivi tunafanya hivi tunavyohangaika hapo, ndio napata kazi. Tulio wengi tunafanya hii kazi, hata kama wengine tupo nao hapa wameajiriwa, yani wamesomea hicho kitu, ila kazi hawana. Nimejiingiza kwenye shughuli za makopo kama unavyoziona. Sio kwa kupenda, ni ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira. Nikaona mbona ni fursa serikali wanaamua kuitoa kwenye maisha magumu, kwenye umaskini na hali ngumu ya kimaisha. Niliamua kuitumia fursa hiyo kuokota makopo. Kweli nilijikamua kiuchumi kutoka katika uraibu wa madawa ya kulevya kuingia katika sosi ya kuokota makopo na kuacha madawa kulevya kupitia methadone. Imenisaidia, nalipa kodi ya nyumba leo, nalala kwangu, nafanya maisha yangu. Namshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Daudi Yona, ni mtumishi wa Mungu, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Maisha sasa hivi yamechange. Yaani usipokuwa na uwezo wa kujisaidia wewe mwenyewe au wa kufanya kitu mwenyewe au kusimamia kile ambacho wewe unacho mwenyewe, ni ngumu sana kutafuta njia ya mafanikio. Kinachopaswa kufanyika ni mfumo, ungetakiwa uwepo mfumo maalum. Kwa mfano wafanyabiashara wadogo sisi tuliko mtaani huku, ni heri wangesema kwamba kila mtu atoe kitambulisho, hata kitambulisho kwa mwaka alipie shilingi 20,000 kama ilivyokuwa awali. Ilikuwa imetusaidia sana, lakini sasa hivi imekuwa ni changamoto.
Yaani sasa hivi ukikuta mtaani hauwezi kuishi. Na maisha vile vile yamebanana, kwa sababu kama hapa wanapokuja wananibana na mimi nikirudi nyumbani familia sina chochote, na kwangu ni changamoto tena. Kama kwa mfano sasa hivi kila kitu kimepanda bei, hata abiria wenyewe hawawezi tena kupanda hata hiyo pikipiki. Kwa unajikuta kuanzia asubuhi mpaka jioni hela unayoipata haikizi vigezo ambavyo unaweza ukasema mimi bwana natoka kwenye stage hii naingia hii. Yaani ubadilishe hata kazi hii ya bodaboda, useme labda nataka kuweka hata kiofisi mimi bwana nijiajiri mwenyewe labda huduma nyingine, inakuwa ni ngumu sana kwa yule kijana ambaye amesoma hajapata ajira. Yaani kwa mimi nawashauri tujitafute. Kwa sababu gani? Tukikaa tukategemea kwamba tutaajiriwa na serikali ni ngumu. Kwa hiyo cha msingi na cha sekondari ni kuingia mtaani kutafuta madini ya kwapi kama hivi tunapambana. Kikubwa ni connection za watu, kuishi na watu vizuri. Sio kwamba kazi yani kuajiriwa ndio kunaweza kukusaidia. Hamna. Unaweza kuwa umesoma na vitu vyako vipo ndani ila bado ukajiajiri wewe mwenyewe na ukatoboa. Kweli upande wa ajira siku hizi ajira zimekuwa ngumu. Unaweza ukasoma lakini ukawa na vyeti ndani lakini usipate kazi. Kama mimi hapa kwa mfano nimesoma hapa, nipo kwa mama mtilie nahangaika, jua kali nazunguka jamani, maili 2 nzima jamani. Unajiajiri kama hivi, lakini leo hii anakuja hapa jiji anakuambia hapa hamtakii kwenye mazingira haya. Ajira siku hizi ni kama imekuwa ndoto ambayo ukiamka asubuhi ulichokiota asubuhi huwezi ukakikuta. Ukienda hata hapa sasa hivi hospitali, vifo vingi sana ukiangalia ni vijana wa bodaboda. Kwa majina anaitwa Patrick Jairus Matonya, ni mkazi wa Maili 2 Dodoma. Ni kweli tumekuwa na ugumu wa maisha kutokana na usawa wa ukosefu wa ajira wa vijana, kwa sababu unakuta kijana amemaliza mfano degree, diploma, labda alisoma famasia au alikuwa engineer, lakini anapokuja mtaani kwa ajili ya kuishi kile ambacho amesoma amekuwa akipata kutokana na ukosefu wa ajira, na ajira imekuwa ni changamoto sana. Na sio hao, tupo vijana wengi, na hapa sisi kuna vijana wengi sana ambao wana elimu zao lakini hawaishi kile ambacho ni kusoma, mathalan wanaokimbilia kwenye bodaboda, kwa sababu umeona bodaboda at least ndio inaweza kawa ndio source ya kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Sema kwa vile sisi tunataka tukae kwa sababu tunasubiri ajira, ndio maisha yanatupelekea yanakuwa magumu. Na hata hizi bodaboda hizi zimekuja kurahisisha maisha ya vijana, lakini hizo zimekuja kutupunguzia vijana wetu. Ukienda hata hapa sasa hivi hospitali, vifo vingi sana ukiangalia ni vijana wa bodaboda. Ukienda maodini ukiangalia majeruhi wengi ni wa bodaboda. Bodaboda ni nzuri, lakini bodaboda sio, yani useme eti ukiwa na mwanaume wa bodaboda, yani wewe kuwa mjane ni dakika 2. Yani kuitwa mjane wewe usishangae kabisa. Unaweza ukaamka asubuhi mzima lakini ukapigiwa simu, bwana huku tayari mwenzio kimeumana. Una mimba yako unaacha mtoto. Kwa hiyo bodaboda nayo imeleta ajira, lakini sio kitu cha kuitegemea sana kwangu mimi. Kwa nadhani serikali ijaribu kuangalia kwa jicho la tatu kwa vijana. Inapoanzisha miradi fulani, basi vijana wa Tanzania wawe kipaumbele, hususan wale wenye dhamana husika. Sababu unakuta kuna mtu amesomea marketing, swala la kutangaza biashara fulani, lakini hapati hiyo nafasi, anaishia kufanya kitu kingine tofauti ambacho hakikusomea. Mimi mwenyewe mfano binafsi yangu, mimi ni dereva, nimesomea kuendesha magari, lakini sijawahi kuendesha gari hata siku moja. Nimeshaendesha gari. Jaribu kutafuta ajira za hapa na pale kwenye taasisi za serikali na binafsi, nakosa, kwa sababu kwa unapoenda unakuta watu ni wengi. Mfano tu sasa hivi mtu akaitisha interview yoyote ile, akasema bwana mimi nataka watu wa kalba hii, nakwambia unaweza kaitisha interview ukataka watu 8 lakini wakaja 2000. Hasa ni just imagine, umeita interview unataka watu 8 wanakuja 2000. Hao wengine wanaenda kufanya kitu gani? Unakuta kwa mfano mtu kasoma kuanzia la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, anaenda mpaka chuo, alafu anaona kuna mtu upo mtaani ana miaka 3 ana ajira. Kwa hiyo anaona huko nakwenda mpaka napoteza muda wangu. Kwa hiyo anatumiza ile akili sasa, kwamba anakuta anatafuta pikipiki, afanyaje, anajiajiri mwenyewe. Yes. Kwa
Kwa hiyo yani kama serikali waliangalia hili swala kwamba kwa wale watu ambao waliosoma. Sababu mtu akikaa kama kasoma miaka yote 10 na ngapi afu anakaa mtaani miaka mitatu, unamvunja moyo ambaye anamfuata nyuma yake. Mimi ninachoomba kwa serikali yetu iliyopo chini ya Mama Samia, atusaidie vijana wetu sisi wanapomaliza shule, sawa, wanapofanya vizuri kwenye shule, atusaidie vijana wetu waweze kupata hata ajira. Ile mtu akimpelekea cheti cha form 4 kafanya vizuri, ampatie hata ajira ya kujiweza kujiendeleza. Lakini ukimpeleka mtoto unayosema ana 4 ngapi? Hana. Akiwa hana basi huyu hatufai. Mwisho wa siku vijana ndo tunaambulia, tunabaki na watoto mtaani. Unakuta mtoto mdogo kashakuwa mama single mother, kashazalishwa kutokana na kazi hamna. Kazi zinakuwa hamna, anafanya nini kama sio kuishia kuzalishwa? Sio kwamba ukisema maisha magumu ndio uendelee kukaa useme maisha magumu, no. Vijana akiwa na degree, akiwa na masters, anaogopa kuanza na biashara ndogo ndogo, anataka ajiriwe serikalini. Hiyo ndio changamoto kubwa. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe limewataka wataalamu wa halmashauri ya wilaya hiyo kusimamia kwa ufanisi miradi ya maendeleo ili kuhakikisha inaleta tija na kuchochea mabadiliko chanya ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa wilaya hiyo. Akizungumza wakati wa kuendesha kikao cha baraza hilo, mwenyekiti wa halmashauri ya Ileje, Osuelo Chomo, amesema lengo kuu ni kuona matokeo halisi ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hiyo baada ya kubaki kwenye mipango pekee. Muende mkafanye kazi ambayo sisi kama waheshimiwa madiwani na wananchi kwa ujumla tunaitegemea. Lakini pia changamoto ambazo tumezikuta huko tukiwa site kwa maana ya miradi tuliyoitembelea. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri nisingependa kuona mfumo wa NeST ni changamoto. Lakini pia watu wa manunuzi ambao wanafanya manunuzi huko waliko site wanapandisha mfumo kwa njia ya mfumo wa NeST. Tulishauri washirikiane na mtu wa manunuzi kabla ya kuanza sasa kumpa mtu zabuni, hata kama ameshinda washauriane ili waone baadhi ya items ambazo wanahisi zinaweza zikawa na changamoto kwenye hayo maeneo. Nafikiri wakuu wa idara ambao tuliongozana kwenye kamati ya fedha, uongozi na mipango, kuna baadhi ya vitu tulishauri na hatukushauri kwa nia mbaya, tulishauri kwa nia njema. Na hata kama mkutuelewa vizuri, ajenda yetu kubwa ni kutaka kuona Ileje inatoka hapa ilipo, lakini pia fedha zilizopelekwa kwenye miradi zinakwenda kutoa matokeo ya maeneo husika. Na kama kuna nguvu ya wananchi, basi ni vema tukaenda kuokoa baadhi ya fedha ili ziweze kufanya shughuli zingine kwenye hilo eneo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ileje Mheshimiwa Farida Mgomi amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa mahusiano mazuri kati ya wataalamu, madiwani na wananchi ili kuhakikisha utekelezwaji wa miradi unakuwa wenye mafanikio, huku katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ileje amehimiza kukamilishwa kwa miradi ya maendeleo ili wananchi waanze kunufaika nayo. Nisisitize kwenye swala zima la mahusiano. Ili swala huwa nalisema na naendelea kulisema. Kunapokuwa na mahusiano ndipo tunapoweza kufanya kazi vizuri. Tuwe na mahusiano miongoni mwetu kama viongozi, tuwe na mahusiano miongoni mwetu kama watendaji wa serikali, lakini tuwe na mahusiano mazuri na wananchi. Kwa sababu lengo la uwepo wa serikali ni kuleta ustawi kwa wananchi. Na ustawi huo unapatikana kwa wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inakwenda kwa wananchi. Lakini wananchi waweze kupata miradi hile, yapatikane maendeleo, kuna watu ambao wanatakiwa lazima wafanye kazi kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Na watu wanaotakiwa kufanya kazi ni wale hususani wataalamu sasa wanaojua hayo mambo, kama ni kilimo, kama ni mifugo, kama ni afya, kama ni elimu, kama ni maji, kama ni umeme, kama ni barabara. Wataalamu wameajiriwa na serikali, wanalipwa na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaleta ustawi. Kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 25/26, halmashauri ya wilaya Ileje kwa mwaka huu ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 9.2 kwa ajili ya ujenzi na ukamilishaji wa miradi ya maendeleo hadi kufikia tarehe 31
halmashauri imepokea kiasi cha shilingi bilioni 4.8 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kiasi cha shilingi bilioni 3.9 kimetumika sawa na asilimia 80.1 ya fedha zote zilizopokelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kusisitiza pia swala la ukamilikaji wa miradi kwa wakati, kwa maana ya time frame. Miradi mingine imekuwa ikienda nje ya muda wa mikataba ambayo imekuwa ikiingiwa. Kwa hiyo tuombe ili pia viongozi wetu wa halmashauri ya wilaya muweze kulitilia mkazo kwamba kuhakikisha miradi mbalimbali ile ambayo imekuwa ikitekelezwa, kama inakuwa hasa fedha zake zimesha kuja, basi ni vyema ikawa inakamilika kwa wakati. Labda nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Waziri Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kibali cha kupandisha madaraja kwa watumishi wa umma wapatao 219,042 huku akiwataka maafisa rasilimali watu kote nchini kuhakikisha changamoto zozote zinazojitokeza zinawasilishwa mapema katika wizara yake ili zipatiwe ufumbuzi kwa wakati. Kutoka mkoani Arusha, mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Waziri huyo amesema hayo jijini Arusha katika mkutano mkuu wa pili pia jumuishi wa mwaka wa Jumuiya ya Wataalamu wa Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma Tanzania, ukilenga kukumbushana masuala mbalimbali ikiwemo changamoto na namna ya kukabiliana nazo, ambapo zaidi ya washiriki 1300 wameshiriki. Nataka nitumie nafasi hii kutoa pongezi na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupandisha vyeo watumishi wetu. Kwa hakika rais anapohubiri, ile furaha kwa wananchi wake tunaiona sio kwa maneno, lakini tunaiona kwa vitendo. Na katika furaha hiyo, ndugu zangu, nataka niwatangazie kuwa katika vibali vilivyotolewa kwa ajili ya promotion ya mwaka 2025-26, rais ameelekeza watumishi 219,042 wapandishwe vyeo. Kwa hiyo sitarajii kusikia kutoka kwenu au kutoka kwa watumishi wetu ambao tayari wamekwisha fika muda wa kupandishwa yakaanza kuja malalamiko. Ni lazima muhakikishe kuwa wanaostahili kupanda wanapanda, na kama yuko mtu ambaye anastahili kupanda lakini kwako wewe kama afisa rasilimali watu unaona hana vigezo, naomba muwasiliane na ofisi yangu mara moja kabla hatujaamua kushughulika na wewe. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu utumishi Xavier Daudi pamoja na mwenyekiti wa APAM Leila Mavika wanabainisha malengo ya mkutano huo. Maafisa tawala, maafisa rasilimali watu na wachambuzi wa kazi wamebadilishwa miundo yao kuanzia mwezi Septemba 2025 na kuanza kupokea mshahara wa kuanzia ngazi ya TGSE kwa afisa wa daraja la pili badala ya ile ya TGSD. Tunaendelea kuboresha muundo huo kadri mahitaji yatakavyojitokeza. Najua yanaweza kujitokeza kwamba muundo huu tulipoanza kutekeleza hatujaenda kwa serikali mzima, lakini tunaendelea kurekebisha. Mkutano huu umetukutanisha hapa pamoja kwa malengo yafuatayo. Kwanza, kutoa fursa ya kuendelea kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu masuala ya usimamizi wa rasilimali watu na utawala. Lakini pia kubaini changamoto za kiutendaji ambazo tunakutana nazo na kutafuta namna bora ya kubuni mikakati ya kutatua changamoto hizo. Mkutano huo umebebwa na kauli mbiu isemayo kufikiri upya utoaji wa huduma za umma, jinsi serikali inavyoweza kutumia teknolojia kuanzisha huduma bora na zinazolenga wananchi, kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana na changamoto za mazingira. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Na tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC?
ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizoko mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Serikali kupitia Wizara ya Madini imesema itaendelea kufanya maboresho ya sera inayolenga kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata taarifa sahihi za kijiolojia, hatua itakayosaidia kupunguza viatilifu katika sekta ya madini na kuongeza uwezo wao wa kukopesheka katika taasisi mbalimbali za kifedha. Akizungumza katika hafla iliyowakutanisha wadau wa madini na sekta ya fedha, kamishna wa madini kutoka Wizara ya Madini, Abdulrahman Shabani, amesema maboresho hayo pia yanalenga kuongeza uaminifu kati ya wachimbaji na taasisi za fedha, jambo litakalorahisisha upatikanaji wa mikopo na kuchochea ukuaji wa sekta ya madini nchini. Ni muhimu mabenki yakaweza kuwa na taarifa zile ambazo ni muhimu kwenye kuondoa hivi vihatarishi, mojawapo ikiwa ni taarifa kwa maana ya data za kijiolojia na taarifa ya upembuzi yakinifu kwa maana ya feasibility study. Ndio maana nilisema kwenye miradi mikubwa bado hakuna changamoto. Miradi midogo ndio tunaona kwamba kuna changamoto, na ndio maana katika hatua za awali kuweza kujadili ni namna gani tunaweza tukaondoa hiki kihatarishi, kwa maana kwamba ili wawekezaji, wachimbaji wadogo wa sekta hii ya madini waweze kukopesheka, kwa sababu kwa kuwa na taarifa muhimu inawapa benki confidence ya wao kuweza kuwakopesha wachimbaji wadogo. Na tunaelewa tutakapokuwa tumewakopesha, maana yake watashiriki wengi na uzalishaji utakuwa ni mkubwa na mapato yatakuwa ni makubwa na wanufaikaji watakuwa ni wengi na nchi itanufaika zaidi. Wajibu wetu ni kuangalia ni namna gani tunazisaidia taasisi za fedha na haya makampuni ya wachimbaji ili kuweza kuondoa changamoto na vihatarishi vilivyopo na kuongeza namna ambavyo makampuni ya madini ya Kitanzania hasa ya ndani yanaweza kupata mitaji zaidi na kuongeza tija ya shughuli za uchimbaji. Bajeti ya Wizara ya Madini wiki iliyopita ilionyesha ni namna gani basi uchimbaji umeendelea kuwa sehemu muhimu sana kwenye uchumi wa nchi, na namna ambavyo ushiriki wa Tanzania unaweza kuongezeka zaidi kwa taasisi za fedha kukopesha makampuni ya madini na wachimbaji wa ndani ya nchi, kuongeza tija katika uzalishaji wa madini ya aina mbalimbali, hasa kipindi hiki ambacho bei ya dhahabu imeendelea kuimarika, lakini pia madini mengine yakiwemo madini ya kimkakati yakiendelea kuimarika katika soko la dunia. Hivyo ushiriki wa sekta ya fedha na ushiriki wa wachimbaji wa ndani itakuwa ni muhimu sana. Benki nyingi sasa hivi zinajielekeza katika kuelewa matatizo au mahitaji ya mteja wake kwanza kabla hawajaja na product. Kwa hiyo hata katika upande wa madini tunashukuru ambavyo tumekuwa tukishirikishwa kwa ukaribu sana na wizara katika kuelewa changamoto za wachimbaji ni zipi, na kwa pamoja tunatafuta solution ili tuweze kuwafikia kwa ukaribu na kuwainua, kwa sababu sio kazi nyepesi. Na nashukuru hata wataalamu waliokuja wameongelea kwamba ni kweli katika process ya kuchimba, kutafuta madini ni ngumu sana.
lakini ukishayapata madini ndio ile cash flow, ndio utajiri tunapoanza kuuona. Kwa hiyo sasa ni kwa kiasi gani banks tutashirikiana nao kuanzia process ya mwanzo. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT leo Mei 6, 2026. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2586 na senti 23 na kuuzwa kwa shilingi 2612 na senti 1. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3505 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 3540 na senti 17. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3025 na senti 89 na kuuzwa kwa shilingi 3056 na senti 15. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 378 na senti 83 na kuuzwa kwa shilingi 382 na senti 62. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 55. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 33 na kuuzwa kwa shilingi 156 na senti 88. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 20. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Tutamatisha na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Jeremia Isaya. Biashara na uchumi. Tuelekee sasa moja kwa moja katika habari za kimataifa. Zinazile Mswima yupo tayari kwa simulizi. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, mwaka mmoja tangu ingie madarakani, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kiuchumi, huku serikali yake ya muungano ikikumbwa na migogoro ya ndani na kushuka kwa umaarufu. Serikali ya muungano kati ya vyama vya CDU na CSU na CPD imekuwa ikikosolewa kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake kuu, huku tofauti za kisera zikiendelea kudhoofisha mshikamano wake. Hali hii imeibua hali ya kutoridhika hata ndani ya vyama vinavyounda serikali hiyo. Tangu mwanzo utawala wa Merz ulianza kwa changamoto baada ya kushindwa kupata kura za kutosha katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa kansela bungeni, hali ambayo haijawahi kutokea katika historia ya Ujerumani baada ya vita. Hatimaye kuchaguliwa katika duru ya pili, ishara ya udhaifu wa kisiasa na muungano wake. Badala yake, hatua kuu iliyochukuliwa ni kuanzishwa kwa mfuko maalum wa uwekezaji wa miundombinu na mabadiliko ya tabia nchi wenye thamani ya euro bilioni 500 unatarajiwa kutumika hadi mwaka 2045. Mfuko huo unalenga kuboresha miundombinu kama reli na madaraja ambayo imekuwa ikidorora kwa muda mrefu. Aidha, tofauti za kisera zimejitokeza kuhusu mwelekeo wa sera za nishati, huku baadhi ya viongozi wa CDU wakitaka kurejea matumizi ya nishati ya nyuklia, jambo linalosababisha mjadala mkali wa kisiasa. Katika siku za hivi karibuni, serikali imewasilisha mpango wa mageuzi ya sekta ya afya, ikiwa ni hatua ya kwanza kubwa ya sera, lakini bado haujapitishwa na unatarajiwa kujadiliwa kwa miezi kadhaa bungeni. Nako Ethiopia na Sudani zimeshutumiana kwamba kila mmoja amekiuka eneo la mwenzake na kusaidia vikosi vya waasi. Hapo jana, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia ilishutumu jeshi la Sudani kwa kuunga mkono mamluki wa chama cha Tigray People's Liberation Front. Wapiganaji wake walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya shinikizo kuanza mwaka 2020 hadi mwaka 2022.
Pia imesema jeshi la Sudani imetoa msaada wa silaha za kifedha kuwasaidia mamluki hao, hivyo basi kurahisisha uvamizi wao kwenye mpaka wa magharibi wa Ethiopia. Hata hivyo, afisa mmoja mkuu wa TPRF Emmanuel Asefa ameambia shirika la habari kwamba hawana uhusiano na mamlaka ya Sudani. Amesema serikali ya Ethiopia inapaswa kujilaumu yenyewe kwa yanayotokea nchini humo. Na kwingineko, bunge la Uganda limepitisha mswada tata ambao awali ulikosolewa kwa kuakisi lugha ya mawakala wa kigeni inayotumiwa katika sheria ya Urusi kuwanyamazisha wapinzani baada ya kufanyia marekebisho kadhaa. Wakati mjadala mkali bungeni, wabunge hao walipitisha mswada huo baada ya kufutwa kwa kifungu kilichowataja Waganda walio nje ya nchi kama wageni. Mswada huo pia unajulikana kama mswada wa ulinzi wa uhuru, unaohamasisha hatua zinazochukuliwa kukuza maslahi ya wageni kuliko yale ya Waganda wanaopokea ufadhili wa kigeni kama mawakala wa raia wa kigeni. Watakaopatikana na hatia hiyo watakabiliwa na kifungo cha miaka hadi 20 jela. Spika wa bunge hilo Anita Among ametaja mswada huo kuwa wa kihistoria. Mbunge Kajengwe Tino Mugisha Wilson wa chama tawala amesema kupitishwa kwa mswada huo ni mafanikio makubwa, huku wenzake wa upinzani Gilbert Oranya akisema utaunda mfumo wa vikwazo vikali vya kiutawala vyenye uwezo wa kuathiri uchumi. Mwisho wa habari za kimataifa, rangu jina ni Zinaziri Mswima. Habari za kimataifa. Naam, tunaelekea moja kwa moja viwanjani na hapa tunaungana na Lais Saidi kutufahamisha yote yaliyojiri viwanjani kwa siku ya leo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky
Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makalla amesema ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa AFCON kwa mwaka 2027, huku pia akiridhika na barabara zake na akisisitiza kasi iongezwe ili kukamilika kwa wakati. Uwanja huo unatarajiwa kukamilika Agosti mwaka huu na barabara pia itakamilika mwezi Mei kwa mwaka 2027. Pia serikali imeendelea kutoa fedha kwa wakati, huku wakandarasi wakiahidi kukamilisha miradi hiyo kwa ubora tayari kwa ajili ya michuano hiyo ya AFCON. Nimefurahi kwa maendeleo ya kazi, tumefikia 83%, na nimefurahi kusikia kwamba mnafanya kazi usiku na mchana. Nimefurahi pia kusikia kwamba uwanja huu kufikia mwezi wa 8 kwa ndani hapa kila kitu kitakuwa kimekamilika. Na kama ambavyo tumepita tumeona imeanza kuotesha nyasi, na kwamba mabomba, vitu vyote vya umeme vinaendelea kuwekwa, mapaa yanaendelea kupauliwa. Lakini kikubwa ni kwamba vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya uwanja vipo either hapa, vingine viko Dar es Salaam na vingine vya mwisho vinakaribia kuletwa Tanzania. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli kwa maendeleo haya, na tuna uhakika kwamba kwa AFCON ya mwakani ambayo imetangazwa kwamba itakuwa mwezi wa 8. Kwa hiyo sisi tutakuwa na mwaka mzima, kwa maana ya uwanja utakuwa umeshakamilika, na nimetoka kukagua barabara kwa ajili ya kuja AFCON, nazo zitakuwa zimekamilika mpaka kufika mwezi wa 5. Kwingineko ni kuhusiana na bao pekee la Mganda Alan Okello limeweza kuipatia Yanga Sport Club ushindi na alama 3 wakiwa ugenini dhidi ya kikosi cha KMC, mchezo ambao umemalizika katika dimba la KMC Complex. Wananchi wanaendelea kusalia kileleni wakisogea mpaka alama 8 mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club waliopo nafasi ya pili, huku pia Yanga wakiwa wamefikisha alama 51, wakati KMC jahazi likiendelea kuzama ambapo wapo mkiani kwa alama 9. Lakini wakati huo muda mchache kutokea hivi sasa, klabu ya Yanga imeweza kumfuta kazi aliyekuwa kocha mkuu Pedro Goncalves, na wametoa taarifa kwamba kikosi hicho kitakuwa chini ya kocha Abdulhamid Mwalin pamoja na kocha msaidizi Patrick Mabedi. Wakati huo pia ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea usiku huu. Wekundu wa Msimbazi Simba wapo dimbani katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ambapo Simba wapo katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania, mchezo ambao unaendelea hivi sasa na Simba akiwa mbele kwa bao 1-0. Simba inahitaji kupata ushindi katika mchezo huu ili iendelee kupigania vita ya ubingwa, kutokana pia na kushuka mpaka nafasi ya 3 baada ya Azam FC kuishusha Simba mpaka nafasi ya 3, huku pia ikimzidi Simba Sport Club mchezo mmoja. Endapo Simba itaibuka na ushindi hii leo, basi Simba watarudi katika nafasi yao ya pili katika msimamo wa ligi kuu. Lakini pia wakati huo mchezo mwingine wa ligi kuu utapigwa majira ya saa 2:30 usiku huu, ambapo Mtibwa Sugar watawalika Dodoma Jiji, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Azam Complex. Nalo shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa Tanzania SUMA JKT limeandaa mbio maalum zijulikanazo kama SUMA JKT Marathon zitakazofanyika Juni 7 mwaka huu katika makao makuu ya nchi hapa Dodoma. Lengo kuu la mbio hizo ni kurudisha kwa jamii kwa kuchangia pia kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali ya Makole hapa Dodoma, pamoja na hospitali ya Lugalo kitengo cha mama na mtoto kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Mbio hizo zinatarajiwa kushirikisha washiriki wapatao 10,000 kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na Zanzibar, na zitakuwa katika makundi 4 ambapo ni kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
na kilomita 42. Mashindano haya yataanza katika viwanja vya jengo la Suma JKT House lililopo Mederi East karibu na taa za kuelekea ofisi ya Waziri Mkuu, barabara ya Emmaus jijini Dodoma. Luteni Kanali Makala Erasto Nzinza ambaye ni mkurugenzi wa biashara na huduma Suma JKT makao makuu, yeye amezungumzia kuhusiana na maandalizi hayo. Luteni Kanali Makala Erasto Nzinza ni mkurugenzi wa biashara na huduma Suma JKT makao makuu. Tupo hapa kwenye mazoezi ya maandalizi ya marathon. Tuko hapa makundi mbalimbali. Tuko hapa na watu wa Kawe Jogging Club, Alpha Jogging Club kwa ajili ya maandalizi hayo. Kwa ujumla maandalizi yanakwenda vizuri sana. Lengo kuu la marathon hii ni kwa ajili ya kusaidia hospitali ya Makole iliyoko mjini Dodoma na nyingine hospitali iko Dar es Salaam ambayo ni ya Lugalo iliyoko Mwenge hapa Dar es Salaam. Ni hospitali za mama na mtoto. Mpaka sasa hivi mwamko wa watu ni mzuri sana, kwa sababu tumejaribu kuhamasisha sehemu mbalimbali. Tumeenda Mwanza, kuna jogging mbalimbali ambayo tumeshirikiana nayo. Tumeenda Kilimanjaro, watu wanasema watashiriki. Kimataifa ni kuhusiana na shirikisho la soka nchini Iran lenyewe limesema kuwa linajiandaa kupeleka kikosi cha timu ya taifa ya soka ya nchi hiyo kwenye kombe la dunia, lakini ushiriki wao utategemea dhamana ya shirikisho la soka duniani FIFA. Akiongea na kituo cha utangazaji cha taifa ambaye ni mkuu wa soka wa Iran Mehdi Taj amesema kuwa timu imepanga kupiga kambi nchini Uturuki kabla ya kuelekea kwenye michuano huko Marekani. Tahadhari ya Iran inakuja kufuatia hivi karibuni kuzuiwa kuingia Canada kwa maafisa wa Iran walipokuwa wameenda kuhudhuria mkutano wa FIFA huku wakiwa na visa halali za kuingia. Vyombo vya habari nchini Iran vimedai kuwa zuio hilo ni la kisiasa, lakini waziri wa mambo ya nje wa Canada Bi Anita Anand amesema lilikuwa jambo la bahati mbaya. Maafisa wa Marekani wamesema timu ya Iran haitowekewa vikwazo, ingawa mmoja wanaweza pia kuathirika. Na kuhusiana pia na UEFA Champions League, klabu ya Arsenal the Gunners zimefanikiwa kufuzu fainali Jerumani. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunafika tamati ya habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Pius Jayunga aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV.
Sky TV. Na sasa moja kwa moja tuelekee katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na nikukaribisha katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhan Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria, nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na kwa siku ya leo maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Australia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda ya juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda ya juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Naam, mtazamaji, na hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Nishukuru sana wote ambao tumesafiri pamoja kuanzia mwanzo hadi kufikia wakati huu, lakini pia shukrani kwa wote ambao wamefanikisha Ulimwengu wa Habari kukufikia. Kwa niaba yao mimi naitwa Pius Jayunga. Uwe na usiku mwema.